Ujumbe unasema hawajui nimo ndani yao. Nasema hawajui nimo ndani yao. Rudia tena, hawajui nimo ndani yao. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4 tutajifunza hapo. Maandiko matakatifu yanasema, nyinyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, uaminifu wako ni mkuu. Bwana, tunapokwenda kujifunza wakati huu, Roho wako akawa pamoja na sisi, kile ambacho Bwana umekusudia kukijua tukakifahamu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba, sema amen. Kwa hiyo ujumbe unasema hawajui nimo ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maandiko ambayo tumeyasoma yanasema, nyinyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Kwa hiyo unaanza kuona sisi ambao ni wana wa Mungu, yuko mtu mwingine anayeishi ndani yako. Lakini watu wengi huwa ni kama tuna msimu wa kujua kwamba kuna aliye ndani yako ambaye ni mkuu kuliko aliye katika dunia hii. Kwa Biblia inatuambia kwamba kumbe yupo aliyo katika hii dunia ambaye anatawala, ambaye wakati mwingine Biblia imemuita mungu wa hii dunia ambaye ni Shetani. Lakini maandiko yanatuzishia kwamba ndani yetu yupo aliye mkuu zaidi ya huyu aliye katika dunia. Bwana pesa sana. Kwa hiyo ndani yako yuko aliye mkuu ambaye anafanya maajabu kama utafahamu. Manake watu wengi huwa ni kama uelewa unakuwepo mwanzoni. Yaani mtu ukifundishwa unaweza ukajua kwamba kumbe ndani yangu yupo anayekaa ndani yangu. Lakini mara nyingi tunapopita kwenye vitu fulani, ugumu fulani, huwa kunatokea ni kama unasaulishwa kujua kwamba ndani yako yuko aliye mkuu. Ukianza kubeba zana hiyo, taswira hiyo kwenye ufahamu wako kwamba hauko peke yako, ila ndani yako yuko aliye mkuu ambaye mwili wako ni hekalu, anakaa ndani yako, naye ni Mungu anayetenda yaliyo makuu, maana yake utaanza kuona kuna ushindi unaopata, kwa sababu unajua yuko ndani yako. Anasema yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika hii dunia. Kwa hiyo yeye aliye ndani yetu, anayeishi ndani yetu, ni mkuu kuliko chochote tunachokiona chini ya jua, kuliko chochote ambacho unakutana nacho. Kwa hiyo yuko ndani yako, anaishi. Lakini watu wengi hawajui kwamba yumo ndani yao na anaishi. Bwana pesa sana. Nguvu ya kujua kwamba yumo ndani na anaishi, manake ukielewa hivyo, kuna namna ambavyo uelewa wako utakupa ushindi, kwa sababu unajua yuko ndani na anaishi. Sasa adui anachokifanya ni kuwapiga watu ufahamu wao, washindwe kujua kwamba yumo ndani na anaishi, washindwe kujua kwamba yeye ni mkuu kuzidi huyu anayeishi katika dunia hii. Leo Mungu anataka tujue siri hii, na mtu mmoja akijua siri hii, ninaona unakwenda kufanya maajabu katika jina la Yesu. Hakuna chochote ambacho ni kibaya ama kipo ndani ya hii dunia kitakupata, kwa sababu unaelewa yuko aliye mkuu anaishi ndani yako. Haleluya. Wakolosai 1:25. Biblia inasema, ambao Mungu alimpenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii
katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Yaani Kristo ndani yenu, anasema ambao Mungu alimpenda, kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, ambaye ametujulisha. Katika kumjua kuna siri, kuna utajiri, lakini anasema hivi, nao ni Kristo ndani yenu. Yaani nao ni Kristo, yaani kumjua Kristo kuna mambo mengi sana kwa mtu huyu aliyemjua atafanikiwa. Kwa anasema aliye ndani yenu, tumaini la utukufu wenu. Nikwambia kwamba hivi, ukijua yuko ndani yako, unaelewa kwamba ndiye tumaini la utukufu wako. Ukijua yuko ndani yako, ndiye unayejua atakayenipa ushindi kwenye kile anachokupitia. Ukijua yuko ndani yako, lazima uelewe kwamba ni haki yako kupona, kwa sababu yuko ndani yako. Kinachokufanya usipate matokeo ni uelewa mdogo wakati mwingine ulionao. Ndio maana maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kukosa nini? Maarifa. Hebu ngoja nikwambie, nikutolee mfano. Kwa mfano, mtu anapoumwa, kwa mfano anaumwa malaria, amepimwa na amethibitika kwamba ni mgonjwa, lese ana lingi kadhaa. Kwa hiyo huyu mtu ni mgonjwa, ana malaria. Kwa huyu mtu anapewa dawa ili atumie dawa hizo atoke kwenye ugonjwa alionao. Kwa hiyo anapochukua zile dawa anazimeza, zinaingia ndani. Zikishaingia ndani, zinaenda kutafuta tatizo lilipo. Manake tatizo lilipopatikana, zile dawa zinazofanya ni kutibu ile tatizo. Manake ni kuwa wale viungo ambao pengine wanaleteleza ugonjwa ndani ya mtu, kwa sababu kuna kitu ambacho umekimeza kimeingia ndani. Kwa hiyo kile kilichoingia ndani kinaenda kutafuta sehemu ambapo tatizo lipo. Sasa ukijua ya kwamba huyu Roho Mtakatifu yumo ndani yako, uelewa, nawe mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwenye kuelewa kwako tu, manake huyu Roho aweze akaingia mahali ama akae mahali ambapo tayari pana shida. Akiingia lazima azibe nyufa zilipo. Akiingia lazima anaskani mwili wa mtu kuona matatizo yalipo, magonjwa yalipo. Manake anatengeneza utatuzi ndani yako, kwa sababu yuko ndani yako. Kinachokosekana tu na kushindwa wewe kuelewa ama kupata msaada wa uponyaji ama kutoka kwenye tatizo ni kiwango kidogo cha uelewa. Hata leo kama hayumo ndani yako, ataingia ndani yako, na kiingia ndani yako, kwa sababu unauelewa, automatically kuna uponyaji utafanyika. Automatically kuna uwezo utaubeba. Kuna kitu utakibeba, cha ziada utakibeba, kuna mabadiliko utayaona, kwa sababu yuko ndani yako. Kama unaamini ya kwamba leo anakaa ndani yangu na yako matokeo nitayaona, shauti anakaa ndani yangu na lazima athibitike. Sema amen. Baada Yesu kumaliza kazi yake hapa duniani, alisema hivi, nami nitamuomba Baba. Hebu sema, nami nitamuomba Baba. Nami nitamuomba Baba. Nami nitamuomba Baba. Anasema nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Yaani Yesu anamaliza ili aondoke duniani, anasema mimi nitamuomba Baba. Yesu hapo akiwa mwanadamu, maana amekaa kama mwanadamu, ndio maana anasema nitamuomba Baba. Lakini huyo ni Mungu. Lakini anaposema nitamuomba Baba, maana amekaa kwenye nafasi ya ubinadamu. Anasema nitamuomba Baba, maana mimi nimekuwa na nyinyi, sasa ninaondoka, ila namuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Baba ninayemuomba atawapa msaidizi mwingine. Anasema hivyo. Anasema ili akae nanyi hata milele. Huyu msaidizi atakaa na nyinyi hata milele. Si kama ambavyo mimi nimekuja, nimekaa na nyinyi miaka 3 na miezi 6. Huyu atakaa na nyinyi milele. Kwa hiyo ndani ya mtu yumo anayekaa ndani yako.
Ndani ya mtu yumo anayekaa ndani yako. Wakati niko kwenye maombi nikasikia ananiambia hivi, hawajui nimo ndani yao. Kawaambie nimo ndani yao, na wakijua nimo ndani yao, kuna mambo makubwa yatafanyika kwa mtu mmoja aliyeelewa ya kwamba yumo ndani yao. Haleluya! Ngoja nikwambie, ukienda kwa mfano pengine kwenye mgahawa, ndani yako kwenye mfuko wako, pochi yako una hela. Lese kwa mfano una hata Laki1. Unaenda pale na unajua wakati mwingine chakula wanavyouza, unajua kabisa hapa hata bei ya juu hawezi kuvuka 30,000 kwa mlo mmoja. Unaenda pale unanao hata bila kuuliza. Jeuri ni nini? Hela mfukoni unayo. Unajua ninacho mfukoni, yaani ninayo hela. Kwa hiyo unanao pale, unamwambia lete, unakula. Ukishakula aliyomo mfukoni anakuja anakilia. Hiyo umekula wewe. Aliyomo mfukoni anakuja analipa pale, anasawazisha. Ukishajua kuna kitu ambacho kinaweza kukupa ujasiri, kinaweza kikatatua jambo fulani, manake unakuwa na ujasiri kwa sababu unajua ndani yako yupo. Nami nakwambia kwamba ujumbe unasema hawajui nimo ndani yao. Libosaka leabo ramasika. Mahali hapa muda huu majira haya Mungu anataka uelewe kwamba yuko ndani yako, yuko ndani yako. Na kama yuko ndani yako, chochote unachokutana nacho hakina uwezo wa kukuzuru, hakina uwezo wa kukuzofisha. Wewe utashinda kwa sababu aliyoko ndani yako ndiye anayekupa uwezo, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Hata kama hayumo ndani yako, maana mtu na ushirika wa meza ya Bwana anaingia ndani ya mtu leo, anaingia ndani ya mtu leo, anaingia ndani ya mtu leo, anaingia ndani ya mtu leo. Gonga na jirani yako, sema anaingia ndani yangu. Mara ya kwanza anaingia ndani yangu, mara ya pili anaingia ndani yangu, mara ya tatu, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6, ya 7. Sema anaingia ndani yangu. Kinachowafanya ni kujua hayumo ndani. Yaani utaangamia kwa sababu huelewi kama yuko ndani yako. Lakini ukijua yuko ndani yako, huwezi kuangamia. Anasema mstari wa unaendelea wa 16, anasema nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndio mstari wa 17. Anasema ndiye Roho wa kweli. Sikia, anasema ndiye Roho wa kweli. Yaani huyu msaidizi ndiye Roho wa kweli. Ndiye Roho wa kweli. Atakuja akae ndani yenu. Anasema ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Yaani ulimwengu hauwezi kumpokea. Tumoja kanichekesha the way tunavyonena hapa. Wengine tumeshapewa na majina, hawaelewi. Yaani ulimwengu hawaelewi lugha gani ile. Mwenzewe mimi nina jina huko mtaani linalotokana na kunena, hawajui. Anasema ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Yaani ulimwengu hauwezi kumpokea. Tukianza kunena hapa wanasema wamechanganyikiwa, ila sisi tunazungumza lugha ambayo Roho Mtakatifu alipoingia ndani ya mtu, kwanza alibadilisha lugha zao, wakaanza kunena. Sasa ulimwengu hauwezi kumpokea, lakini sisi tulio wa Mungu tunampokea. Na kama umempokea, lazima ujue yuko ndani yako. Uelewa wa kujua yuko ndani yako, kuna vitu lazima vianze kubadilika. Ukianza kuelewa yuko ndani yako, hata kama kuna mizimu lazima itoke yenyewe. Hujanielewa? Lazima itoke yenyewe, lazima ifiate mkia iondoke. Na mimi nakwambia leo mahali hapa patatikisika, mahali hapa misingi itatikiswa, mahali hapa wakuagizwa watatikiswa, mahali hapa kuna vitu vitapigwa, mahali hapa kuna vitu vitaondoka, mahali hapa ufalme mtu utafunguliwa, mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Maadamu tumeelewa yumo ndani yetu,
Akaniambia hawajui nimo ndani yao. Kwa maana wakati mwingine watu wanashangaa matendo ya Mungu, lakini kama yumo ndani huwezi kushangaa. Anasema ya kwamba kwa kuwa hawamuoni wala hawamtambui, yaani ulimwengu hawamuoni, hawamtambui. Yesu amesema atatupa msaidizi. Mtu anaweza akakwambia okay, msaidizi mliopewa yuko wapi? Anakwambia mtu wa ulimwengu haelewi. Kimwambia nakaa ndani yangu nionyeshe. Huyo msaidizi hawamwelewi wala hawamtambui wala hawamuoni. Sisi tulioko rohoni, tuliye naye, tuliyempokea, tuliyefanyika kuwa wana, tunamwelewa, tunamtambua. Tunamtambua, tunamuona, tunamuona. Hata hapa yupo, hata hapa yupo. Tunamuona, tunamtambua kwa matendo yake. Anazilika leo, atatembea kwako, atajitambulisha kwako, utamuona kwako, akazilika kwako, atatenda kwako, akafanya maajabu. Mtu mmoja, kama unaelewa, shauti haleluya. Anasema kwamba ndiye roho wa kweli, ndiye roho wa kweli. Kikono umebeba chupa, hawaelewi, hawaelewi, ila kwenye ulimwengu wao wanaelewa. Yaani wewe, mtu anaweza kushangaa umebeba chupa ya damu ya Yesu, ila wewe jishangaa umebeba chupa pengine hata mavi ya njiwa yamesagwa yamewekwa huko, kabebelea, anajiona yuko sawa. Anasema ndiye roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Yaani ukiwa wa ulimwengu huwezi kupokea, ukiwa ulimwengu huwezi kupokea, lakini walio wa Mungu wanampokea. Wewe na mimi tumempokea, na hata kama hujampokea, jioni leo nikupe surprise. Yuko mahali hapa, ataingia ndani yako. Haleluya! Anapisha mahali hapa wakati tuna majira haya, anataka kuingia, na mimi naona ataingia kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Anasema kwamba ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa hawamwoni wala hawamtambui. Ulimwengu inataka uone, wanataka waone, ila tuliofanyika kuwa wana wa Mungu, hata kama tumuone, tunamuona, tunamuona. Anasema wala hawamtambui, ila sisi tunamtambua. Anasema bali nyinyi mnatambua, mnamtambua. Hebu sema ninamtambua. Hebu sema ninamtambua. Sema ninamtambua. Sema ninamtambua. Kuna nguvu ya kukiri unatambua. Narudia tena. Kuna nguvu ya kukiri unatambua. Hebu sema jioni leo. Sema wakati huu. Bwana, majira haya, Yesu, Roho Mtakatifu, nguvu ya kutambua ya kwamba uko ndani yangu leo na isilike, na kama kuna kitu kinachozuia lazima kiondoke, nipate kutambua ya kwamba unakaa ndani yangu. Haleluya! Sema anakaa ndani yangu. Sema anakaa ndani yangu. Anasema maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Msaidizi huyo wewe haukumuomba, ila Yesu wakati anaondoka alisema nitamleta. Hatoishi kama mwananzengo. Unajua Yesu aliishi kama mwananzengo, si ndio? Alionekana, watu walisalimiana nao. Inawezekana walimwambia za asubuhi Yesu, na akasema nzuri tu. Kuna waliompa Yesu asifiwe, na akaambia hilo hilo, akawajibu. Manake alionekana. Ndio maana kuna mahali alienda kwenye harusi ya Ghana, kule alikwenda akashiriki, si ndio? Alienda, manake naye alikuwa anapokea mialiko. Yaani Yesu akapewa kadi akaenda. Kwa nini? Yeye alikuwa anaonekana. Na hata alipokuwa anaonekana, wako ambao walimkataa. Yaani huyu binadamu uonekane ni shida, anakukataa. Usipoonekana penye hakutaki. Sasa ndio maana Yesu akaamua kwamba nilikuja kwa kuonekana. Ninapoondoka huyu naye mwachia hataonekana, lakini watamuona, wanaweza kumuona walio katika ulimwengu huo.
Haleluya. Na baadaye sherehe inaendelea, vinywaji vikatindika. Yesu akafanya muujiza wa kwanza, akatengeneza divai iliyo safi, watu wakanywa kwenye sherehe. Na mimi nakwambia hivi, yuko mahali hapa, yuko mahali hapa, yuko mahali hapa, mahali ambapo umetindikiwa, yeye atajaza katika jina la Yesu Kristo. Sema Sura 18 anasema hivi, anasema sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu. Hebu sema, sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu. Hebu angalia sasa Yesu hapa tena. Hapa angalia. Naomba akili yako ifunguke na uone kama ninavyoona. Ukianzia mstari ule wa kwanza kule, Yesu alikuwa anaaga kwamba naondoka na waletea msaidizi. Mstari wa 18, mimi nilio rohoni na Bwana ananifunulia hapa, anasema sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu. Yaani manaka alienda kama Yesu na jina akiwa kama Yesu, ila akarudi akiwa na jina la Roho Mtakatifu anayekaa ndani ya mtu. Hujanielewa wewe? Haleluya. Alipaa kama Yesu, lakini anarudi na jina nyingine, Roho Mtakatifu anayekaa ndani, asiyetaka kutembea. Utatembea wewe, yeye akae ndani. Anasema sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu. Yaani narejea tena kwa jina jingine, taito jingine, nitaitwa Roho Mtakatifu na si Yesu. Lakini ukiniita Yesu nitatenda, ukiniita Roho Mtakatifu nitatenda. Ila nakuja sasa hivi kama msaidizi ninayekaa ndani ya mtu, lakini nitatambulika ni Roho Mtakatifu. Maana yake Yesu yuko ndani yangu, aliyekuja kwa jina la Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Haleluya. Hii ndio inaitwa ufunuo. Sasa unaniambiaje Biblia inaweza ikachuja? Huyu ndio Mungu sasa. Yaani anasema ninaondoka na waletea msaidizi, halafu huku mwishoni anawapa jibu kwamba ni mimi mwenyewe ndiye ninayerudi. Unaye ndani yako, unaye ndani yako, unaye ndani yako, unaye ndani yako, unaye ndani yako. Wakina Petro hawakukaa naye ndani, walikaa naye kwa nje, ila sisi tunaye ndani. Unaye ndani, unaye ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Konga kifua, sema yumo ndani yangu, sema yumo ndani yangu, sema yumo ndani yangu, yumo ndani yangu. Unapokwenda kwenye biashara yuko ndani yako, kwenye ndoa yako yuko ndani yako, ubinti wako yuko ndani yako, kwenye masomo yuko ndani yako, na kwa huduma mahali hapa yuko ndani yangu. Yaani yupo ndani yetu. Kuna jambo linakwenda kutokea hapa. Kuna jambo linakwenda kutokea hapa. Kila aliye na roho Mungu atakuwa anatembea na Mungu ndani yake. Hivi nikwambie tu hapo ulipo sasa hivi, wewe itokee sasa hivi hapo ulipo hapo, upigiwe simu kwamba let's say, kwa mfano, ule kwa mfano, baba yako amekuwa rais wa nchi au mama yako rais wa nchi. Unapokea simu hapo leo, naona unafurahi sana leo. Unapokea, halo leo mwanangu, baba yako tayari anapigiwa sauti. Haleluya. Yaani unaweza kuambia majirani yako hapo, nibebeni mimi ni mtoto wa rais, naambieni. Kwa sababu ushajua baba amekuwa amiri jeshi mkuu. Unaweza kupiga bali trafiki iko pale, unamwambia simamisha gari lolote linibebe, linipeleke nyumbani sasa hivi. Mtoto wa mheshimiwa, vimeumana, imebadilishwa juu kwa juu. Nilikuwa natokea kivukoni, nasikia upepo umepinduka, babangu ndio kama mheshimiwa. Kwa hiyo ninaomba niheshimiwe kama mtoto wa mheshimiwa. Kwenye akili yako, manake umeelewa kwamba baba amepata nafasi ya juu kwenye nchi, anaheshimika, na kama baba anaheshimika na kulindwa, na mimi niliye mtoto wake nina haki ambazo niheshimiwe, nilindwe. Kwa ile ufahamu wako utakufanya ubadilike
na ile kubadilika kunatokea mamlaka automatically. Tukijua ya kwamba yumo ndani yetu, hakuna chochote kinachoweza kukuogopesha. Ukijua yumo ndani yako, wachawi wa mtaa lazima wajue mahali hapa kuna mwana wa Mungu, na huyo Mungu wao anaketi ndani yao. Yumo ndani yao, yumo ndani yao, yumo ndani yao. Palipo na Yesu, palipo na Roho Mungu, palipo na nuru, hakuna giza litakayoweza kupenya. Alipo Roho Bwana hakuna giza. Alipo Roho Mungu hakuna giza. Hakutakuwepo na uchawi, hatakuwepo na chochote, kwa sababu yuko ndani yako na unaelewa yuko ndani yako. Anapokwenda na wewe mahali popote palipo na giza, patafanyika kuwa nuru, patafanyika kuwa nuru, patafanyika kuwa nuru. Na mimi naona leo unambeba, unapoondoka naye mahali hapa, naliona nuru unapokwenda kwenye malango yako, nuru popote, nuru kila sehemu, nuru, maana yumo ndani yako. Haleluya! Hey. Aha, yumo ndani yangu, ananipa nguvu. Ukishajua kwamba una Roho Mungu, ukishaelewa kwamba kumbe anakaa ndani yangu, atatenda kazi pamoja na wewe. Si unanielewa? Yaani anaanza kutenda kazi pamoja na wewe. Utendi kama wewe. Yumo ndani yangu. Kwa mfano, mmechaguliwa watu 6. Alafu mmepewa jukumu labda la kufanya kitu fulani, kazi fulani. Maana yake mnapoanza kuifanya ile kazi mnajijua mko 6. Alafu msipoona mtu mmoja anasema mbona fulani hayupo, tunatakiwa tutende naye. Yaani hii kazi tushiriki naye. Sasa ukishakuwa na uelewa, kwa mfano tumewekwa watu 6. Kwa nini tunafanya watu 4? Tuangoje wale 2 waje tufanye nao. Watakuwa wanatutegea. Sasa ukishakuwa na uelewa kwamba yumo ndani, kumbe nacho kifanya yeye pia anafanya. Yaani mimi yumo ndani, hapa napohubiri sio mimi, ila yeye pia anafanya. Kwa sababu yuko ndani yangu. Haleluya! Ndiye anayenipa nguvu kwa sababu yupo ndani. Ukielewa hivyo, mtu huyo atakuwa anaongozwa na Mungu. Yaani ukijua yumo ndani, wewe utakuwa unaongozwa na Mungu. Ukiamka asubuhi, kwa sababu unajua yumo ndani yako, ni Baba, utamwambia shikamoo Roho Mtakatifu, na atasema marahaba. Yaani Anita, kama unapopiga goti, unapiga goti kabisa, shikamoo Roho Mtakatifu. Unajua mwenyewe, yeye anaitikia marahaba, yumo ndani yako. Kwani baba yako akija kwenye familia yako, kwa mfano kaishi kwako, labda nyumba ni self, ina vyumba vingi. Ukiamka unaenda kumwamkia wewe, sio aje yeye. Yaani unaenda kong kong kong, odi baba. Unamsalimia Bwana Yesu asifiwe, shikamoo, anaitikia. Sisi tukishajua Mungu anakaa ndani yetu, wala sio swala la kuuliza wewe kuamka unasalimia. Yaani mimi mama mchungaji asinione taila au nimechanganyikiwa, nikiamka namwambia shikamoo Baba Roho Mtakatifu. Yumo ndani, ufahamu. Haya nikuulize, kwa sababu unajua Mungu yuko juu. Umewahi kuamka asubuhi kumwambia Mungu shikamoo juu? Kwa sababu unajua yuko huko. Umewahi kufanya hivyo? Sasa kiwango kidogo cha ufahamu tunakosa kujua kwamba na yeye anastahili kupewa heshima. Kama unajua yuko juu, basi amka mwamkie, lakini hakuna aliyewahi kufanya hivyo. Mimi nikwambia yumo ndani. Na anasema hatujui kama yumo ndani, lakini leo uanze kujua yumo ndani. Na kama yumo ndani, anza kumsalimia shikamoo. Jenga mazoea kupiga naye simu. Angalau mara 3 kwa siku. Salimia asubuhi, alafu anza kuomba. Baba asante, umenitunza, tumeamka salama kwa sababu umo ndani yako. Yaani siku akitoka ndani yako, ujue neno hautoamka. Yumo ndani yako. Yaani unaenda kulala, unalala ukijua yumo ndani yako. Ukilala unajua yumo ndani yako. Hakuna ndoto za kukabwa, hakuna ndoto za kukimbizwa. Yumo ndani yako. Nataka akae ndani yako. Nataka akae ndani yako. Nataka akae ndani yetu. Nataka akae ndani yetu. Ndani ya Tanzania, akae ndani ya taifa, akae ndani yako. Sema leo ninaelewa ya kwamba kumbe Baba unatakiwa ukae ndani yangu. Je, unamwambia
Mtakatifu, baba yangu. Baba umeamka. Baba nashukuru Mungu nimeamka vizuri. Nakushukuru umenyamsha vizuri. Unapigania histori kidogo. Unamwambia baba, unajua leo na ratiba yangu baba, ninatoka naenda kazini kufundisha watoto. Wewe mwalimu, naenda kule. Kwa baba nitakuwa huko. Anakuitikia. Yaani unaongea naye. Ukifanya mambo ya Mungu, unaweza ukaitwa taila. Ameshapigwa na vitu fulani, amepigwa na matukio, anaanza kuimba bora nikae peke yangu. Wanadamu wananichosha. Bora nikae peke yangu. Ukikaa peke yako, Mungu wa hii dunia unampa nafasi. Hakuna anayeweza kukaa peke yako. Ukikataa Roho Mtakatifu asikae ndani, ujue Mungu wa hii dunia atakaa ndani yako. Nimeamua kuwa single. Yaani single, sitaki mtu yoyote, raia wote. Wewe haleluya, watakukimbia wote, lakini sio Bwana wa majeshi aliye ndani yako. Watakimbia wote, lakini mmoja atabaki ndani yako. Haleluya. Mmoja atabaki ndani yako. Haleluya. Atatengeneza njia na kukupa faraja kwa sababu yumo ndani yako. Ninaona unapokea faraja. Anakupa watu sahihi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. 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 Tutaanza hapa kwa kuwa tunamsalimia Roho Mtakatifu. Naomba viongozi tukumbushane. Nakaribisha viongozi wa sifa. Tendo la kwanza tunamsalimia Roho Mtakatifu. Kuitwa taila kwa ajili ya Bwana ni sawa sana, lakini sio taila. Haleluya. Inawezekana wewe kuita taila, yeye ndo ana utaila ndani na unataka kumsaidia. Haleluya. Haleluya. Lazima ufanye kitu cha tofauti ili upate matokeo tofauti, na wakati mwingine watu wakuseme kwa huo tofauti. Haleluya. Tutamsalimia. Amina. Ukutana jirani yako, mpendo mwenzako, unamwambia vipi, umemsalimia baba? Lakini akisema hajamsalimia, mwambie salimia sasa hivi. Haleluya. Kwa hiyo kama ni mke, huo unaanza kumsalimia mume wako, hapana. Ukiamka unaanzia na baba. Shikamoo Roho Mtakatifu. Piga goti pale, unaanza kupiga naye soni. Sasa tatizo baba akiwa hasali, anaanza kusema huyu vipi? Malaria au? Unamwambia baba sio malaria. Anakaa ndani yangu. Yumo ndani yangu. Namsalimia. Halafu unarudi sasa, shikamoo baby wangu. Ya mume wako sasa. Haleluya. Unaofahamu. Watoto wakiamka asubuhi wanakuja shikamoo baba, anambia kuna baba wa mababa. Msalimieni kwanza. Na yeye anasema shikamoo Roho Mtakatifu. Unaambia imekaa sasa, nipeni ya kwangu. Wanakupa na Bwana asifiwe. Amen. Halafu unaambia sasa nipeni na mimi, wanakupa. Ingewezekana na wewe kama ulikuwa hujampa baba wa mababa, mbele ya watoto wako leo unampa. Yaani tukirudi sasa, tunapomsalimia baba wa mababa, mimi baba wa watoto 5 na mimi nakuwa mtoto. Yaani watoto wangu na mimi tunakuwa watoto wote. Mnapangana hapo, na mke asubuhi tunamsalimia baba wa mababa. Mama anainama hapo na nyinyi shikamoo baba. Roho Mtakatifu na kibesi hapo. Marahaba. Tunakushukuru baba, umetuamsha salama. Tupe riziki ya siku. Haleluya. Roho wa Mungu yumo ndani. Unaofahamu, umejua yumo ndani yako. Akaniambia hawajui nimo ndani yao. Lakini Bwana anataka ujue kwamba yumo ndani yako. Na ukishajua yumo ndani yako, jambo la kwanza jioni ya leo, yaani ukiondoka naye jioni ya leo, hautaambiwa unapoingia kitandani, utaongea na baba yako. Namwambia baba, nashukuru nimekuwa na mizunguko yangu ya kutafuta riziki. Nashukuru umekuwa pamoja na mimi. Na sasa baba, naenda kupumzika. Ninalala. Baba huwezi kumwambia halali. Yeye ana majukumu ya kuhakikisha yeye yumo. Atakuwa anaendelea kuachia ulinzi. Ninalala. Unamsikia naye anaongea na wewe. Na kisha unaenda kulala. Unapoamka unamsalimia.
Unapotaka kuongea naye mchana, unamwambia Bwana, unamwambia unatafuta lugha ya kuongea naye. Yaani utapata lugha hapa kwa sababu yumo ndani yako. Utendaji kazi wa Roho wa Mungu. Kuna mambo ambayo unatakiwa uyajue ili ujue huyu Roho wa Mungu huwa anatenda kazi. Haleluya. Utendaji kazi wa Roho wa Mungu au msaidizi, akiwa ndani anatendaje na akiwa nje anatendaje. Sasa jambo la kwanza tuangalie anatendaje kazi huyu Roho wa Mungu ambaye ni msaidizi. Namba moja, anatenda kazi akiwa ndani ya mtu. Tuangalie anapotenda kazi akiwa ndani ya mtu. Si yumo ndani, anatendaje? Tuangalie utendaji wake anapokuwa ndani, anatendaje? Kwa mfano jana wakati nafanya maombezi, wakati namwombea mtu mmoja, hebu Mrs. Emmanuel ulikuwa yupo? Nikutolee sasa kali, nikutolee mfano. Ulikuwa? Njoo. Jana wakati ninakombea, Roho Mungu akaniongoza, nikasema mwezi wa 3 Mungu atakufanyia jambo fulani linalohusiana katika uchumi. Nikakuuliza kitu gani kinahusiana, namba 3 inahusiana vipi na maisha yako? Ukasemaje? Tarehe yangu ya kuzaliwa. Ulizaliwa tarehe ngapi? Tarehe 23 mwezi wa 10. Haya. Haleluya. Sawa, mpe mic huyo. Kwa hiyo wakati namwombea nikaonyeshwa mwezi wa 3 2026. Kwa maana huyu hapo mwenzetu ana tiketi ya kuingia 2026 ambayo Bwana amefunua kuona. Nikamuuliza nini kuhusu 3? Akasema nimezaliwa tarehe 23. Manake aliomo ndani yangu, kaopaleti ndani yangu, kanipa kujua kuhusiana na 3 ya huyu mtu, na ndio maana nikasema yumo ndani, haonekani lakini anatenda. Kwa hiyo alipofanya ndani yangu, kisha mimi nikazungumza, kwa sababu yumo ndani. Na uone hivi, baraka za mtu zipo hata kabla yeye hajakuwepo. Lakini duniani mtu anapozaliwa, baraka zake huanza kumfuata, yanayotakiwa ayapate yanaanza kumfuata. Ndio maana mtu akizaliwa, mama fulani umezaa, na kuja kukuona, anaenda na kisabuni, anaenda na nguo, anaenda na hela, anasema utamnunulia mtoto. Manake baraka za yule mtoto aliyezaliwa zimeanza kumfuata. Kwa hiyo Mungu aliposema mimi kwa habari ya tarehe 3, kwa habari ya mwezi wa 3 tarehe 23, manake alikuwa anazungumza kwa habari ya baraka za mtu siku alipozaliwa, tarehe inayohusiana na aliyezaliwa, kwamba kuna kitu kitafanyika kinachohusiana na tarehe ambapo ulipozaliwa, baraka zako zilianza kukufuata kwa maana ya mwili. Haleluya. Sasa hapo ndivyo ambavyo anavyotenda ndani ya kiwandani ya mtu. Lakini tena tuangalie utendaji wake akiwa nje ya mtu. Unajua Roho Mtakatifu Biblia imemtaja ni msaidizi wetu, lakini ni ana nguvu kuliko sisi, lakini tena ni msaidizi. Kinachokusaidia wewe, una uwezo wa kukiambia kitende jambo fulani, na chenyewe kitatenda kwa sababu kinakusaidia wewe. Nikiombea mtu nikisema kwa jina la Yesu, ndio kwa jina la huyo Roho Mtakatifu, pepo toka, aliyoko ndani, aliye msaidizi, ndiye anayesababisha pepo yule atoke. Manake anachukua ile amri, then anaenda kuitekeleza kwa nje,
na kisha unaona matokeo kwa mtu. Naomba nani achupa maji ndogo? Niletee. Ale, hii ni chupa ya maji. Hii ni chupa ya maji. Nikitamka kitu kwenye hii chupa ya maji, aliyoko ndani anatoka kufanya kile nilichotamka kwenye hii chupa ya maji, kwa sababu yumo ndani yangu, ni msaidizi, ni Mungu, lakini aliyekaa kwa level ya usaidizi. Nikisema haya sio maji, ni damu ya Yesu Kristo, maana yake haya maji yamekuwa damu. Kwa macho unaona maji, lakini ile komandi yamekuwa damu. Si mimi naibadili, anayebadili ni huyu. Kwa hiyo ile nguvu inaenda, haya yanafanyika kuwa damu. Anasema nami namuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Twende. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali nyinyi mnamtambua, maana nakaa ndani yenu. Nyinyi mnamtambua, ulimwengu hauwezi kutambua. Mimi nikikwambia haya imekuwa ni damu ya Yesu, wewe unaichukua sio dhana ya maji, unachukua kama damu. Ila akija wa ulimwengu ukimwambia hii ni damu, anaweza akacheka, akakaa mbaya chini, akagaragara na akasema walokole ni watu waliochanganyikiwa, hawana akili. Na mimi nasimama na andiko hili, hawawezi kumpokea wala hawamjui wala hawamtambui wala utendaji wake kazi, ila sisi tunajua. Ndio maana nikitamka hapa kwamba haya si maji, ni damu ya mwana kondoo, unabeba ukiona ni damu wala huoni maji. Kwa hiyo huyo aliyoko ndani ndiye anayebadilisha kwamba haya yamekuwa si maji, ni damu. Lakini kama hakuna tamko lolote, si yanabaki kuwa maji. Haleluya! Si yanabaki kuwa maji. Lakini tamko linabadilisha mkate, si ndio? Nikiweka tamko sio mkate, unakuwa nikiweka kama bila tamko ni mkate. Nikiweka tamko si mkate, ni mwili. Na tunapokea kwamba tunashiriki mwili na damu ya Yesu aliyoko ndani. Unapotamka, kuna vitu ambavyo anavibadilisha na vinakuwa kama ambavyo umetamka, na unaanza kuona kama ulivyotamka. Kwa hiyo maji, hautaona maji, ila utaona damu. Kwa nini? Yumo ndani. Kwenye ulimwengu wa roho, kinachoonekana haionekani kama maji, yanaonekana kama damu, yanabadilika kuwa damu. Sasa watu wa ulimwengu hawawezi kuelewa, ila sisi tunaelewa. Na ndio maana iko hivi, huyu Roho Mtakatifu aliye msaidizi, ukishajua na Roho Mtakatifu akakufundisha, unaweza ukakomandi. Ninakuamuru Roho Mtakatifu ulioko ndani, hiki kitambaa kinapokea nguvu yako, kitaenda kuwekwa kwa mgonjwa na mgonjwa atapona. So sehemu inaenda, ukienda kubandika kwa mgonjwa imekuwa. Kwa nini? Yeye ni msaidizi. Msaidizi kwa lugha nyingine, msaidizi unaweza kumwambia nenda sehemu fulani nifuatie kitu fulani au kafanye kitu fulani. Kwa nini alishuka kwenye level ya kutoka kuwa Mungu aseme ni msaidizi? Maana yake akiwa msaidizi akae kwenye level unachoweza kumwambia ili atende. Unanielewa? Turudi tulipokulia. Jamii yangu kwa kitenga chakula, anayetakiwa kunawishwa ni mtu mzima
ama mtu mkubwa aliyoko pale. Kwa hiyo watanawisha according to age, wanaangalia umri ndio wananawisha. Lakini kwa mfano nimekaa na baba, let's say kwa mfano sisi wote hapa ni watoto familia moja, tumekaa na baba, umetengwa ugali, anayetakiwa kunawisha ni baba, lakini baba anasema hapana, msinawisha mimi, anza kumnawisha wewe. Manake ananawishwa kwa sababu ya idhini ya baba. Baba ameamua kushuka kwamba mnawishe tu huyo, haina shida, mtanao hata mwishoni. Manake ametoka kwenye kile cheo cha ubaba, kashuka na kuwa mtu wa kawaida, kajiweka kuwa mdogo alingana na nyinyi, kwamba anaweza akaanza yoyote tu wala haina shida. Sasa kwa lugha nyingine, tunaposema leo msaidizi, Mungu kwa maana nyingine kajaribu kujishusha akae kwa level kama msaidizi ndani ya mwanadamu mtu, ili manake chochote unaweza ukasema na yeye akaenda kama msaidizi na akafaa. Ninaomba uliye msaidizi wa maisha yangu, ninaomba uende na wanangu walinde wanapokwenda shule, anaenda ni msaidizi, kajishusha. Na alisema ukitaka kuwa mkuu lazima ushuke uwatumikie. Bado yupo kwenye level ya kushuka, ila ni Mungu. Kwa hiyo ukielewa ni msaidizi, uelewe pia bado ni Mungu, na usije ukamdharau ukamkufuru. Yaani amebeba sifa zote, yaani ni kama yuko neutral, lakini pamoja na neutral lazima ujue. Mtoto ni yule mjinga anasema baba yetu mpole huwa achapu, alafu anamfanyia chochote anachoweza kumfanyia, utabeba laana. Kitabu cha Luka 24:15-16 anasema hivi, ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwa Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao. Macho yao yakafungwa wasimtambue. Yaani wakati wanazungumza, wana safari moja wanaenda Emau, wanafunzi wanapiga stori na kuulizana, Yesu akaandamana ndani yao. Vinasema macho yao yakafungwa wasimtambue. Leo tuna kanisa ambalo wamo ndani ya kanisa wamefungwa wasimtambue. Leo kuna watu ambao wanaishi wanalitaja jina lake, lakini wamefungwa wasimtambue. Na ndio maana hata pia kuna mambo yakitendeka hapa, kuna mtu mwingine haamini, yaani haamini, yana ushahidi wote, lakini haamini kwa sababu wamefungwa wala hatambui. Ndio maana damu ya Yesu iko hapo, lakini kuna mwingine haelewi, hachukuli maana, wala kwake ni msumbui, kwa sababu amefungwa asitambue. Binasema macho yao yakafungwa wasimtambue wakati walikuwa naye. Unaweza ukaishi ukiwa unasema mimi ni Mkristo na nakwenda mbinguni, unasali, lakini huyu Yesu usimtambue. Kwani wangapi, yamkini hata leo, yamkini umejikwaa tu, lakini uliyeita mume wangu, mama yangu, ukumuita Yesu, safari inakufa kabisa. Kwa matatizo haya umuoni Yesu, umefungwa. Safari sitoboni, umuoni Yesu. Ukimwona Yesu maana yake hutosema sitoboni, unasema natoboa. Hata kama kuna mwamba unapasuka, maji yanatoka kwa mtaji huu nilionao na kuwa bilionea, kwa maana Yesu naye na Yesu ndiye naye ndiye atakaye kutambulisha na ndiye atakayekuza mtaji wako. Wanafunzi wa kumwona, macho yao yalifungwa. Jioni leo, wakati huu, hata kama umefungwa, nikwambia kwamba yuko mahali hapa. Kuna watu lazima mfunguliwe macho yao, lazima mfunguliwe macho yenu na umuone Yesu mzima. Haleluya! Yumo kwenye damu yake na mwili wake, leo ataingia ndani yako umuone. Ndio maana mtu anamwambia anakana,
yupo katikati yake, hamtambui wala hamuoni. Ndio maana anashangaa wengine, yaani yupo kama vile ametuma kupiga picha za kuzimu ili aposti kuzimu kwamba anaoendelea mahali. Ukimwona mtu ajishughulishi tu kwenye ibada, hashughuliki, ujue hivi yumo katikati yetu na Yesu yumo, wala hamtambui, na macho yake yamefanya yamefumbwa. Kwa hiyo kumbe unaweza ukafumbwa. Kwa maana watu mambo ya Mungu hayaelewi, wamefungwa. Lakini leo Mungu anakwenda kukufungua. Unakwenda kufumbuliwa. Unakwenda kufumbuliwa. Haleluya! Hiyo ni kwenye biashara, unaweza kuwa kwenye biashara alafu wataka kupiga. Unaona ile andiko. Shetani, usijali, shetani anatumia Biblia kuwafunga watu. Anatumia nini? Anatumia nini? Biblia. Unaona kama andiko hili. Shetani anasoma Biblia. Ni mwana Mungu aliye hasi. Kwa hiyo anajua maandiko. Naye anaenda anasoma 15:25-15. Anasoma hivi. Anasema hivi. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe aliwakaribia, akaandamana nao. Aha, shetani anaelewa hivi. Aha, kumbe Yesu aliwahi kuwakaribia, wanazungumza, akaandamana nao. Ndio maana unaweza ukawa mmekaa sehemu mnapiga stori, mlianza vizuri, mnapiga stori za maana, lakini jamaa alipoingia aliwabadilishia stori kwenye semi zenu, kaanza kuzungumza vitu vingine. Kwa hiyo shetani anajua kama Yesu aliwahi kuandamana nao, lakini hawakuweza kumtambua, macho yao yalifumbwa. Kwa hiyo hata shetani naye huwa anajihudhurisha. Shetani anachukua andiko kama hilo, anasema ninawafumba macho wasielewe. Anawafumba nini macho? Biblia inasema, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 16, alikuwepo mchawi mmoja anaitwa Elima ba Yesu. Kazi yake, alifanya kazi ya kuwaloga watu imani. Analoga imani ya mtu, analoga. Kama alikuwa anaamini asiamini, ashuke, analogwa. Ukimwona mtu anasema Bwana Yesu asifiwe siku za kwanza, namshukuru Mungu kwa madhabahu hii, ametenda 1, 2, 3. Huo ulikuwa ni mwezi wa kwanza. Mwezi wa 6 yule anza kusema ile madhabahu hakuna, eti wanadamu ya Yesu ya wapi? Wale huyo kasharogwa. Yaani karuhusu kulogwa. Kwa sababu unaweza ukaruhusu ulogwe. Hebu sema nakataa kuruhusu. Nakataa kujiruhusu nilogwe. Sema ninakataa. Unaweza ukaruhusu. Biblia inasema kwamba Yuda alikuwa mtu mzuri, lakini shetani alipoingia, Yuda akabadilika. Yuda akapiga pesa, akamuuza Yesu. Kwa hiyo hata wewe ukiruhusu, kuna kitu kinaingia kinakubadilisha. Sema sitakubali. Sema sitakubali. Sema sitakubali. Waliambatana naye lakini hawakujua yuko katikati yao. Walifungwa macho. Kama umefungwa macho, Mungu anakwenda kufungua leo. Kama umefungwa macho ya biashara, anakwenda kufungua leo. Haleluya! Ndio maana mtu ukimwombea umepona, nimepona mchungaji. Sasa nasikia kama kichume. Wewe, mimi napokuombea manake naweka mkono anaingia ndani yako. Matamko yaingie ndani yako ili akufungue. Hebu sema leo kwa uelewa huu, chochote kichoko ndani yangu kinaniachia. Sasa tuangalie maana ya hawajui nimo ndani yao. Maana ya hawajui nimo ndani yao ni kutokuwa na ufahamu, uelewa kuwa Roho Mtakatifu makazi yake katika kipindi hiki ni ndani ya mwanadamu. Haleluya! Ni kitendo cha kuishi bila kuwa na ufahamu kuwa makazi ya Mungu ambaye ni msaidizi anaweza akacheka kaka, yamo ndani ya mtu, yamo ndani yangu. Ndio maana zaidi mtu anaweza kwambia na hili jua mwaka huu tutakoma. Utakoma wewe, usiwaingize watu wengine. Ukijua yumo ndani yako, unamwambia Bwana, wewe ndiye uliyeruhusu mwanga,
na huu mwanga umeruhusu kwa mapenzi yako, kwa sababu nimo ndani yako. Mimi siishi kwa nyakati na majira nayoyaona, ila naishi kwa neno lako. Hata huu mwanga yamkini ni wewe Bwana, na kama ni wewe unajua mimi ninaishi maadamu uko ndani yangu. So yeye anaelewa, haikupi shida. Yajue mambo matano yatakayokuza ufahamu wako na kujua Mungu yumo ndani yako. Jambo la kwanza, Mungu yupo hata kama hatumtambui. Yaani wewe usimtambue, yupo. Ukutane na mtu anakuambia sitambui kama huwa anakaa ndani, yaani haibadilishi kwamba hakai ndani, inabaki pale pale kwamba yeye anakaa ndani. Mwanzo 24:16, Yakobo akaamka katika usingizi wake akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Yaani Yakobo alikuwa na safari na kwenda kwa Labani, kafika mahali kachoka, kajilaza, lakini aliyomtokea akiwa katika usingizi akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa. Yaani yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Yaani wewe usijue haiondoi kwamba Mungu yuko madhabahu hii, haiondoi. Yaani wewe usikatae, haiondoi kwamba yumo ndani yetu, anaishi. Yakobo akasema yuko mahali hapa, na leo ufahamu wako ujue yuko mahali hapa, na leo ufahamu wako ujue yumo ndani yako, na leo ufahamu wako ujue yumo ndani ya mwili wake na damu yake, na leo ufahamu ya kwamba kama yupo popote utakapokuwepo, kwa sababu yupo, atajitambulisha yeye yupo, na chochote kilichoko mbele yako kama ni kigumu yeye atakilainisha, kama ni mwamba utapasuka, maadamu yumo ndani yako. Yakobo alipojua kwamba yuko mahali hapa, sitosoma maandiko, utasoma mwenyewe. Yakobo akamwambia Bwana kwamba likatokea jambo moja, akamwambia Bwana, ninapokwenda ukinifanikisha chochote nitakutolea fungu la 10. Ilikuja baada ya kujua Mungu yupo, akazungumza naye. Lakini baada ya kujua, usiku ule Yakobo pia alipigana na malaika, akawaambia siwezi kuacha msiponibariki. Baada ya kuelewa mahali hapa Mungu yupo, ukishajua Mungu yupo, haki yako utaipata, utajua namna kuweza kudai. Wakati mwingine kwa sababu hatujua, tunapitia vitu ambavyo tunajihalalishia kwamba ni haki yetu tupitie, lakini kumbe ni kwa sababu hatujajua. Lakini ukishajua utapigana. Utapigana. Kuna malaika wanaofanya kazi mchana, kuna malaika wanaofanya usiku. Utajua kuna zamu ya usiku, niamke saa 9 hapa nipambane na malaika ambaye ameshika baraka zangu. Unamwambia sikuachi kama Yakobo, lazima nipate baraka za usiku wa malaika ambao wako zamu na walioko mchana ama asubuhi. Yaani lazima utakuwa unaelewa. Akapambana apate iliyo haki yake. Akasema sikuachi. Wewe kaambiwa tu na mpendo mwenzako, angalia hata wiki lake alivyolifunga kama mzee, umeshakwazika. Nasema mahali hapa sio pa kusaa. Wewe utakuwa umefanyaje? Sio mimi. Unaweza kuondolewa eneo uchengane na baraka zako, kwa sababu Mungu ana kawaida ya kukuuliza uko wapi. Mungu akauliza Adamu uko wapi? Majira kama haya saa 9 anaingia anasema uko wapi? Jamaa akasema sitoki. Kuna vitu ukikutana navyo lazima unaviambia nyinyi, hii hali inayokutana nayo mimi ndo sitoki. Jamaa akasema sitoki, akapambana, akapigwa mpaka akateguliwa nini? Panya la mguu wake. Lakini jamaa akasema sikuachi. Wewe umeteguliwa nini? Umeutegua moyo wangu na maneno. Watu wateguliwa upande. Yaani nimeenda Jumapili nimejikoki, wamefika wamenitegua na gauni langu. Hizo niambia halijakaa vizuri. Ukimuona huwezi kuteguliwa kwa namna hiyo. Haleluya. Wakikutegua ndo kwanza unazidisha. Mimi ni bibi harusi, wewe ni bibi harusi. Swala letu ni kujipendekeza kwa hesabu Yesu. Hakuna mbaya suruali, wote hapa ni bibi harusi. Unajipendekeza kwa mume wako Yesu. Haleluya.
Usikubali mahusiano yako yakaharibiwa na mtu na mpendo. Haleluya. Kwa Yakobo alikuwa na hofu, lakini Mungu alikuwa pale. Mungu akawa pale. Mara nyingi tunafikiri tupo peke yetu, lakini Mungu anasema nipo nawe popote uendapo. Mara nyingi mtu anaweza kufikiri na adui anatuwekea hivyo kwamba niko peke yangu, lakini ukweli hauko peke yako. Popote unapokwenda, amini yuko pamoja na wewe. Leo hapa yuko pamoja na sisi. Hebu sema yuko pamoja na sisi. Haleluya. Lazima ufahamu uwepo wa Mungu kuliko mazingira unayoyaona. Yupo kila mahali, kila dakika, kila sekunde. Jambo la pili, uwepo wa Mungu hauonekani kwa macho ya kawaida. Yaani uanze kuelewa, ukitaka uyajue mambo yatakayokufanya kukuza ufahamu wako na kujua Mungu yumo ndani yako, Mungu haonekani. Sasa wewe kulazimisha umuone, hata yani hawezi kuzilika ndani yako. Haonekani, ila yumo na anatenda. Pointi ya pili, uwepo wa Mungu hauonekani kwa macho. Yaani haujitambulishi huu ndio uwepo, ila tunaona matokeo ya nguvu zake. Kuzilisha, yupo hapa, yupo, lakini hasemi nipo. Ila tukianza kuomba, akianza kusema, anadhihirisha yupo, kwa sababu ya yale matokeo tunayoona baada ya kuitwa, baada ya kuambiwa fanya jambo fulani, anajidhihirisha. Kwa hiyo uelewe, Wakorintho 2:5-7 anasema, maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Tunaenenda kwa imani si kwa kuona. Hapa tunaenenda kwa imani si kwa kuona. Huu ni mwili, si mkate. Kwa imani si kwa kuona. Tunapokea kwa imani si kwa kuona. Tunaanza kupokea katika hali isiyoonekana kwa macho, lakini macho ya rohoni tunaona. Tena unakuja kumiliki ili macho ya damu na nyama na watu wengine waone. Kwa hiyo unapoambiwa pokea jambo fulani, tunapokea kwa maana ya rohoni, kwa sababu hicho kinaanzia rohoni, then vinakuja katika mwili kuleta udhihirisho. Kwa mfano, mimi hapa moyoni mwangu nimepokea sasa hivi kuna salio ambalo naliona limeshaingia, lakini si katika dhana ya kuona, ila kwenye ulimwengu wa roho ninaona kuna kitu napokea. Maki tarehe leo nitakuja nikuonyesha, na si kwamba labda kuna kitu nategemea. No, ninaona kabisa, niko nimesimama hapa kwamba kuna kitu napokea. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa roho. So ulimwengu wa mwili inakuja kudhihirika kile kitu aidha umekishika au umekiona, lakini tunaanza katika ulimwengu usioonekana. Kuna mtu mwingine anaona kama mimi. Kuna kitu umeona unapokea tangu umeingia hapa. Mimi nimepata taarifa kuna kitu. Wewe umepata nini? Mchungaji, endelea. Niko rohoni. Sawa. Tusiishi kulingana tunachokiona tu. Ulimwengu wa roho ni halisi kuliko mazingira yanayoonekana. Tusiishi kwa kile tunachokiona tu. Ishi hata kwa yale ambayo huyaoni kwa maana ya mwili, ila unaona katika roho. Kwa sababu ulimwengu wa roho ni halisi. Hebu sema, ulimwengu wa roho ni halisi. Sema ni halisi. Kwa kama huyu nimemwambia mwezi wa 3, lazima aishi kwenye uhalisia huo, ili haya yaliyoko rohoni yaje kwenye mikono yake, ayaone kwa macho yake, kwa sababu ni ulimwengu uliopo. Na maandiko yanasema mtu asiyekuwa na imani Mungu hapendezwi naye. Lazima unapopokea jambo la Mungu uwe na imani. Usipokuwa na imani, manake hupendezwi na Mungu, lakini pia hautopokea. So lazima uwe na imani. Haleluya. Ufunuo kiroho ndio utufanya tutambue yuko ndani yetu. Jana kufundisha mambo ufunuo. Ufunuo roho ndio ambao unatambua, unatufanya tutambue kwamba yumo ndani yetu. Hapa mimi wakati naomba akaniambia hivi, hawajui nimo ndani yao. Nenda kawaambie nimo ndani yao. Na mimi nimetuma aliyomo ndani yangu nikwambia kwamba yumo ndani yako.
na hata kama hayupo leo anaingia ndani yako. Hofu iliyoko mbele yako itayeyuka, mashaka iliyoko mbele yako itayeyuka. Dunia itazungumza inavyozungumza, lakini unasema aliyoko ndani yangu ndiye anayetuliza mambo yote. Ninaona kuna vitu vitatulizwa katika jina Kristo, maadamu yuko ndani yako. Hebu sema yumo ndani yangu. Sema yumo ndani yangu. Sema yumo ndani yangu. Kila kusanyiko lenye kutaja jina la Yesu, uelewe hapo yupo. Kila kusanyiko ambapo anatajwa yeye yupo. Tukisema kusanyiko wanaanzia watu wawili. Maana anasema nipe Mathayo, anasema kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo hapo katikati yao. Wamekusanyika kwa jina langu, wapo hapo na mimi nipo. Sisi ni zaidi ya mtu mmoja. Tumekusanyika kwa jina lake. Hatujakusanyika kwa jina la Baba. Tumekusanyika kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa jina la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yuko mahali hapo. Kwa hiyo anze kuelewa kusanyiko lolote linapomtaja yeye yupo. Kusanyiko lako, muulize rafiki, kusanyiko lako linamtaja nani? Muulize tena jirani yako, hii kusanyiko lako linamtaja nani? Yaani kama mpendwa hapa, muulize tu mpendwa, hili kusanyiko leo linamtaja nani? Kwa nini watu mapepo yanatoka leo, kesho tena labda yamo? Kuna mapepo mengine yanatokana na makusanyiko unaoenda. Katoa nyimbo, wanacheza, wanakwenda mpaka chu, wanacheza. Kwa nini asiingie mapepo ambayo yatakufanya ukiwa kitandani ukatike? Kwa nini usiamke asubuhi unasema kwa nini lisitokee shindano la kukata viuno? Nikakate viuno. Utaanza kulingana na kusanyiko unaokusanyika. Utatenda kulingana na kusanyiko unalokusanyika. Ukiwa mwana wa Mungu utatenda aliyo Mungu, kwa sababu kusanyiko lako ni wana wa Mungu. Utanena aliyo ya Mungu. Haleluya. Wewe kusanyiko unasema he. Mwenzetu kuna mume mmoja. Tuulize sisi. Tuna miaka 20 kwenye ndoa. Lakini tuna maficho yetu, tuna machimbo yetu. Hawayajui hata mume. Yaani mume miaka 20 hajui chimbo langu. Upo shosti. Kama uyajui mambo tukufundishe. Unapaukiana hata sabuni wewe na chimbo. Ukitoka hapo anakuuliza vipi? Tukupitishe kwenye chimbo, naambia nipeni muda. Ukienda kulala huko kwako unasikia zile sauti, kuna machimbo shosti. Tukupeleke shosti. Badala akae aliyomo aliye mkuu, yanaanza kukaa machimbo ya mashosti. Haleluya. Kataa. Kuna makusanyiko yataua kesho yako. Na kuna makusanyiko yatatunza kesho yako. Ingia kwenye makusanyiko ambayo yatatunza kesho yako. Yatatengeneza kesho yako. Hayataharibu kesho yako. Kesho ya uzao wako. Utakuwa salama katika jina la Yesu Kristo. Mwambie ndugu yangu, sio kila chimbo la kuingia. Mwambie chukua hiyo 20. Wewe kila chimbo tu upo. Jambo la 4, watu wengi wanaishi bila kujua uwepo wa Mungu ndani yao. Yaani watu wengi wanaishi hawajui uwepo wa Mungu ndani yao. Ni changamoto. Haleluya. Wakorintho wa kwanza 3:16. Hamjui kuwa nyinyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Roho wa nani? 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 Ukijua anakaa ndani, uongopi. Yaani umpigie mtu unamwambia dakika 5, wakati unajua masaa mawili ndio unafika pale. Yumo ndani. Ukijua yumo ndani yako, huwezi kubadilisha alivyokuumba. Yumo ndani yako. Haleluya. Sasa hivi Wachina wanaondoa kutaka kujua yumo ndani yako. Haleluya. Wengine anakula vidonge, haongeze makali. Wengine mpaka yanapinda, moja linakuwa refu, moja fupi. Ukikaa baadaye ukae kwenye kiti, yaani unakaa kama gari imekata sitaboli hivi. Wewe vipi? Ukijua yumo ndani yako, amekumba hivyo ulivyo. Hivyo unajikubali hivyo.
Kuna wengine hapo mioyo yao ina huzuni kweli. Eti aliambiwa kwanza mwanamke gani? Mwanaume gani? Mwambie wewe unaponiona mimi mwanamke gani, mwanaume gani? Anayenipa pumzi mimi anajua nipo duniani kwa sababu gani. Tusichoshane. Unioni beautiful, kuna mmoja anawaza kwa ajili yako. Unioni handsome, kuna mmoja anasema nampataje huyu kaka. Tusichoshane. Kila mmoja ana handsome wake na ana beautiful wake. Wewe unasumbuliwa eti puli. Eti kisa umeambiwa sio mzuri. Wewe. Hasha. Utakuwa umerogwa leo, utakuondolea hiyo kitu. Wewe mbona mlembo? Wewe mbona handsome? Wewe uko vizuri. Yumo ndani yako, amekuumba wewe. Uwe na miguu kama mkono wangu. Ni kazi ya Bwana. Uliumbwa hivyo hivyo. Jikubali. Yaani unatembea kwenye unaona kabisa na mimi kwa sababu hujafa. Yaani wewe hujafa, una kazi ya kufanya, nikwambie. Sasa wewe mbona unajigwaya? Mbona unajikataa? Una kazi maalum hivyo hivyo. Angalia na miguu vyake. Kama kapingili kama kalikosa maji. Ndio hivyo hivyo. Tuliokosa maji na situmo. Yaani nakwambia hivi kwenye dunia wala hawezi kuishi. Kuna watu wanapondeana kwa sababu tu ya mawazo walioambiwa na watu. Toka huko. Hakupi pumzi. Usongeshi. Yaani pumzi usongeshi. Kuna mtu kasongesha hapa? Kuna mtu anakudai hiyo pumzi tangu umeanza kuvuta? Mwambie jirani tusichoshane. Mwambie hata kama leo nimesuka twende kwa balozi, wewe umesuka msuko fulani fulani, tusichoshane. Swala wakati na muda. Yumo ndani, nimesuka twende kwa balozi, yumo ndani. Na nguo ile ile yumo ndani. Na kiatu kile kile yumo ndani. Nimepaka mafuta ya kula badala ya mafuta ya kupaka kwenye ngozi, yumo ndani. Sasa mwingine pua yake tu amepaka mafuta gani? Mbona nasikia mboga. Yumo ndani yangu. Usikie mboga kisampu yumo ndani yangu. Yumo ndani yangu. Yumo ndani yangu. Hebu sema yumo ndani yangu. Unataka kujua nimejipaka nini? Iwe kinguruwe yumo ndani yangu. Unaweza kukosa mtu kuipaka afu likanga kitimoto hapo. Nasema nakupiga kitimoto, yumo ndani yangu. Nenda kwa ibada. Mtu anasema vipi? Mbona kitimoto sana huyu? Yumo ndani yangu. Hebu sema yumo ndani yangu. Yumo ndani yangu. Haleluya. Nasema jirani vipi? Kuoga mbona moshi? Usielewe moshi. Yumo ndani. Unatafuta moshi unaonuka, yumo ndani. Na hii nakupa moja tu. Ukipitisha siku moja kuoga, ukiuliza mbona hujaoga? Leo tu sijaoga lakini yumo ndani yangu. Sema yumo ndani yangu. Dunia izungumze inachoweza kuzungumza, mimi najua yumo ndani yangu. Tanzania iseme inachoweza kusema, lakini mimi najua yumo ndani yangu. Na yaweza mambo yote kwake yeye anitie nguvu ambaye yumo ndani yangu. Unaolewa nini? Yumo ndani yangu. Wala sina habari. Anajua. Haleluya. Yumo ndani yangu. Ujue uwepo wake ndani yako ili ushinde. Ukijua uwepo wake ndani yako, umetengeneza ushindi. Ujue uwepo wake ndani yako. Sasa hatujui uwepo wake. Ndio maana wakati mwingine hatushindi. Anasema hivi, kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana 4:4. Nyinyi watoto wadogo watokana na Mungu, nani mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Ukishajua ushindi ni haki yako. Maana umejua ushindi ni haki yako. Maana umeelewa ushindi ni haki yako. Sema ni haki yangu. 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 Katika jina la Yesu Kristo. Hebu sema adui yangu jipange. Sema jipange adui yangu. Sema jipange adui yangu. Mwambie nimeingia leo kwenye nyumba ya mfinyanzi
nimefinyangwa leo na nimejua yumo ndani yangu. Waambie mjipange leo, ndio shika 2025 ya hatima yangu, nimejua yumo ndani yangu. Mjiandae leo, mjiandae leo, mjiandae leo katika jina la Yesu Kristo. Yumo ndani. Muulize jirani, vipi hapo? Muulize ungekosa. Muulize waliokosa. Wewe ni kiongozi wetu. Roho Mtakatifu, nisaidie siku ya leo, uliye ndani yangu. Roho Mtakatifu, useme na maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hebu mama uliyefunga kitambaa njoo chekundu. Njoo tu hapa. Simama. Unaitwa? Neema. Jina lake anaitwa? Neema. Neema. Nimwambia sijui kuchora, si ndio? Ila Roho Mtakatifu ataanza kunifundisha. Bwana pesa sana. Ukiangalia hii picha nilichokichora, before mimi ya kusema chochote kuhusu wewe, hiki kitu ni nini unapata hapa? Naona nyumba kama nyumbani, ni nyumba ya mtu. Watu wanazengwa wameshangaa. Ungempigia makofi Roho Mtakatifu. Sijaongea naye. Mimi nimechora, nimemuuliza unachokiona hapa ni nini? Amesema anaona nyumba kama, hebu zungumza mwenyewe. Kwenye mji wa mtu na mti huo uko uwanjani. Hiki nilichokichora, kuna kitu ninachokiona ndani yako, kwenye maisha yako ambayo wewe umewahi kuishi na kupita pita. Ni wapi ambapo hiki kitu unakikumbuka? Kuna nyumba, lakini kuna mti, na hili eneo ni watu ambapo huwa wanakaa. Wakati mwingine ni kama wanaongea, wanakula chakula, wanafanya hivyo. Hiki ni kitu ambacho kinahusiana na maisha. Ni nyumbani. Ulikuwepo mti wa mwembe. Walikuwa wamekaa baba na rafiki yake. Ndio. Alafu pembeni hapo ndio kulikuwa na nyumba. Mpigie Bwana Yesu makofi. Tunaposema Roho Mtakatifu ni mwalimu, ana uwezo wa kutufundisha. Na ndio maana wakati nakwambia sema huyo nikaona, tena nikamwita ili nikuonyeshe ualimu unakuaje. Kuna ualimu kama huu, kwamba hili eneo walikuwa wanakaa, na nimechora kwamba hapa kuna watu, kuna mti, hii ni nyumba, kuna kitu hapa.
Kwa nini? Ni mwalimu anayefundisha kwenye maisha yetu. Sasa nafikiri nikizungumzia namba umeshaanza kuwa na uelewa, si ndio? Jana Roho Mungu amenifunulia kuhusiana na namba sana, si ndio? Namba ngapi? Namba 8. Nini kinachohusiana na 8 kwenye maisha? Ndio mwaka niliozaliwa 88. Watu kama hawaelewi. Yeye ni mwalimu. Kwa hiyo kama ni mwalimu, naweza nikaandika notes zinazohusiana na neno, kwa sababu ni mwalimu. Yeye ndiye atakayenipa niandike. Maana yake amenipa kujua kijiji alichotokea, wazazi wake, mwaka wa kwao. Nina uwezo wa kuandika na na uwezo wa kunifunulia zaidi, kwenda zaidi. Ninaweza nikaenda zaidi. Kwa nini? Ni mwalimu, anafundisha. Neema, Mungu anataka akupe pumziko. Hebu sema pumziko. Sema pumziko. Sema pumziko. Sema pumziko. Sema pumziko. Pumziko. Sema pumziko. Pumziko. Wewe kwenye ibada leo unapokea pumziko. According to your number. Kuna kitu naambiwa kwenye barabara. Kwenye barabara kuna kitu kimewahi kupotea barabarani. Nini unachoelewa kwa habari ya kitu kilichopotea barabarani? Kuna kitu kwenye maisha yako kilipotelea barabarani. Yaani ni kama adui alichukua ukiwa barabarani. Tendo hili lilifanyika barabarani. Na Mungu leo anataka kukurejeshea. Ni barabarani. Ilifanyika barabarani. Barabarani unaweza kukutana na mtu hata kama anapanga ubaya juu yako, kupitia barabarani atachukua. Ndio maana siku hizi watu kama una Mungu, watu wana mashaka kumpa mtu mkono. Kwenye mkono kuna siri, watu kubeba. Huyo mtu kuna kitu barabarani kiliondoka kwenye maisha yake. Ndio maana nasema Mungu anampa pumziko, kwa sababu kuna kitu kilichochukuliwa akiwa njiani. So Mungu anarejesha. Bwana pesa sana. Haleluya. Barabarani. So ulipoteza uelekeo kwenye maisha yako barabarani, lakini Mungu anakurejeshea. Kuna kitu umekumbuka? Tuingie kwenye ushirika wa meza ya Bwana. Anasema nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi, akasema twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Kwa hiyo huu ni mwili wa Yesu. 27 akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema nyweni nyote katika hiki, ndio kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Bwana pesa sana. Kwa hiyo hapa tuna mwili, tuna damu. Amen. Tunakwenda kushiriki. Amen. Utagaliwa hapa hapo. Anita njoo. Neema njoo. Andaa sadaka yako. Kama huna bahasha, utanyosha mkono ama utakuja hapa nikupatie. Tutaanza watu wazima, zeni tutamaliza na watoto.
Nyanyua mkono wako, shika sadaka yako hiyo. Utapita hapa, utatupa kwa madhabahu hapa, leo utaenda hapo. Sawa? Nafika chukua, alafu usimama pale. Kunywa damu, weka kikombe. Haya, ninaomba tuanzie watu wazima na haraka. Twende. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa, na nguvu za shetani zimeshindwa, na nguvu za shetani zimeshindwa, na nguvu za shetani zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi. Iyo damu ya Yesu, iyo damu, damu, oh, damu, oh, oh, sifi. Damu ya Yesu inanena mema, 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 damu, oh, inanena mema, oh, inanena mema, oh, inanena mema, oh, inatutakasa, inatutakasa, oh, inatutakasa, damu, oh, inatutakasa, inatutakasa, oh, inatutakasa, kasa damu, inatutakasa, oh, inatutakasa, inatutakasa, oh, damu, inatutakasa, oh, inatutakasa, inatutakasa, kasa damu, inatutakasa, inatutakasa, oh, inatutakasa, kasa damu, oh, inatutakasa, inatutakasa, oh, inatutakasa,
Inatutakasa, inatutakasa, inatutakasa, inatutakasa, inatutakasa sana, inatutakasa, inatutakasa, inatutakasa kasa damu, inatutakasa, inatutakasa, inatutakasa damu, inatutakasa, inatutakasa, inatutakasa kasa. Wangapi tumekuja na ile nani nilichokuambia? Wangapi? Leta hapo madhabahu. Weka huko. Pasua weka. Inapigwa mizima mabibi, inashambuliwa, shambuliwa, fire, fire, fire. Ndio bigwa leo, bigwa leo. Chochote ndani yako, ndio chochote ndani yako. Mwana Mungu kana uelewa huo. Kuna kitu kinaingia ndani yako na kuna kitu kinaondoka. Anapokaa ndani yako, magonjwa lazima yapishe. Manake ni hekalu. Hawezi kukaa mahali ambapo kuna shida. Hawezi kukaa mahali ambapo pana ugonjwa. Ni kama ameingia kwenye nyumba ambayo inavuja. Yeye anaanza kuziba mahali ambapo anavuja. Manake ugonjwa ni mahali ambapo anavuja. Yeye anakuja kutengeneza. Naiona kwako, naiona kwako, naiona kwako, naiona kwako. Anapiga kila uchawi ndani yako. Piga chochote ndani yako. Naiona hiyo, naiona hiyo. Hiyo, hiyo. Ndio huyo ndio. Huyo, 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 huyo. Fire. Hiyo. Hiyo. Ngoja nikwambie. Unataka kubaki na shida yako au unataka kupona? Akiingia ndani, yeye anafanya kazi ya kuondoa kilicho dhaifu. Kama ni nyumba, manake anaanza kusafisha. Anapaka rangi. Anaziba palipo na ufa. Anaondoa kisichotakiwa kuwepo ndani yako. Ndio sasa anaingia ndani yako. Anaondoa kila magonjwa. Anaondoa chochote ndani yako. Ndio huyo. Ndio huyo. Pigwa misimu ya kwenu. Pigwa misimu ya kwenu. Inazuia ndoa, inazuia biashara, inazuia mafanikio. Pigwa hizo roho za kujiua. Pigwa hizo roho za kujimaliza. Wanapigwa. Pigwa. 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 Roho za kuacha zinaondoka ndani. Anaingia ndani yako. Anaingia ndani yako. Fire. 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 Kila mahali anaingia ndani yako. Anaingia ndani yako. Ndio huyo. Yumo ndani yako. Ndio huyo. Anaondoa chochote ndani yako. Laka baba. Ndio. Ndio. Kwa nini anataka kanisa? Kwa nini anataka kanisa? Ndio. 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 Nikapasika. Nyosha mikono. Kwa nini anataka kanisa? Sema Roho Mtakatifu. Nipo tayari. Nipo tayari. Nitembelee. 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 Nyosha mikono tamani. Anashuka hapo. Ndio atachagua walio wa kwako. Ndio atachagua walio wa kwako. Ndio naiona hiyo. Ndio naiona hiyo. Mtu wa kwanza. Naiona hiyo. Naiona hiyo. Ndio huyo. Ndio huyo. Ndio huyo. Anachukua nafasi ndani yako. Anachukua nafasi ndani yako. Naiona ndani yako. Naiona ndani yako. Naiona ndani yako. Naiona ndani yako. Ndio huyo. Ndio huyo. Ndio huyo. Ndio huyo. Touch. Ndio naiona. Ndio naiona. Touch.
operation sasa hivi. Anaondoa uvimbe sasa hivi. Anaondoa uvimbe sasa hivi. Anaondoa sasa hivi kwenye uzao wako. Anakausha chochote. Yumo ndani. Yumo ndani. Anafanya kazi. Anaziba mahali ambapo pana nyufa. Ndio ugonjwa. Ndio hicho anachokiona. Naona mizimu inapigwa inaondoka. Naiona hizo leo za mizimu inapigwa inachia. Inaondoka ndani yako. 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 Ndani yako. Ndani yako. Ndani yako. Ndani yako. Naiona. 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 Machoka yanapigwa. Ndio. Ndio. Vuta pumzi yako. Utakwenda mpaka saa. Zeni ito. Kila kilichoko ndani yako kinatakiwa kipishi achukue nafasi sasa hivi. Ninaomba watu mwe makini, nyinyi mnaangalia watu. Naomba mwe makini na watu. Kuna watu mnashangaa, si ni vipi? Kuna majambo lazima uwe unaangaza. Angalia kuhudumia watu. Ninaamuru sasa. Mara kwanza vuta. Toa. Mara pili vuta. Toa nje. Mara tatu vuta. Toa nje. Mara nne vuta. Toa nje. Mara tano vuta. Toa nje. Mara sita vuta. Toa nje. Mara saba vuta. Toa nje. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndio. Kaya. Ndio. 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 Kilichokushika. 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 Asili ya kwenu. Asili ya kwenu. Pigwa chia. Pigwa chia. Achia, chia, 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 chia. Achia. Kwa damu na kondoo. Roho za mashangazi zinazuia kuna mtu kuolewa. Zinazuia kuna mtu kuolewa. Hakuna mtu kuolewa. Roho za mababu zinazuia. 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 Achia ndani yako. Achia ndani yako. Toka ndani yako. Toka ndani yako. Ninamkuweza Bwana. Achia. Kuna mtu unaumwa, shikamani popote ambapo. Shika. Kama unasikia chochote kitakata na utamtukuza Mungu mahali hapo. Kamata unapo. Shika unapo. Shika unapo. Nyosha mikono. Nyosha mikono. Nyosha mikono. Rabasika. Rabasika. Sema ugonjwa. Sikia neno la Bwana. Anakaa ndani yangu. Anaingia sasa hivi. Anapoingia, toka ugonjwa, toka mapepo, toka maji, toka mizimu, toka kila kitu. Wakati huu magonjwa yaliyomuliwa kuwa ndani yangu yanatoka, anaingia aliye mwili wangu, mali yake. Sasa hivi tulia hapo ulipo. Ndio kuna nguvu hiyo. Ndio uponyaji huo. Anaziba nyufa. Anaondoa vidonda. Anaondoa chochote ndani yako. Ndio mganga mkubwa huyo. Ndio mganga mkubwa huyo. Ndio anaondoa machoka ndani yako. Ndio anaondoa magano yote ya familia kwenu. Unatengwa na chochote. Unatengwa na chochote. Unatengwa na chochote. Ndio unatengwa sasa hivi. Ndio unatengwa sasa hivi. Ndio unatengwa sasa hivi. Anakuponya sasa hivi. Anakuponya sasa hivi. Anaponya sasa hivi. Ndio anaponya sasa hivi. Mizimu inaondoka. Mizimu inaondoka. Chochote inaondoka. Pigwa kiti cha babu hicho. Pigwa kiti cha wazee hicho. Kinapigwa leo. Machoka anachia. Ndio naiona hiyo. Ndio naiona hiyo. Anaponya. 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 Ndio. Anaponya. Anaponya.
hao mizimu hiyo, machoka kwenye mgongo wako, kwenye tumbo lako, chochote cha kwako, wamefanya makao ndani ya mwili wako, wanachia hao. Choko unatembea kwenye mwili wa mtu, unatembea kwenye mwili wetu, achia kwa jina Yesu. Kuna watu mikono yenu umebadilisha, Mungu anakurejesha mikono yako. Kuna mikono inaonekana, lakini kuna mikono kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mikono ya watu sasa hivi ndio wameima nyota, wamechukua umiliki. Mikono ya mtu hiyo ndio paya, asigonge nyinyi. Paya hiyo mikono kuachia visa. Ndio mikono ya kwako, miguu ya kwako unairejesha kwenye njia hiyo, inarejeshwa. Miguu hiyo wameondoa umiliki, unarejeshwa kwenye kumiliki, unarejeshwa. Pigwa shetani, pigwa chochote ndani yako. Miguu hiyo, funguka. Hiyo miguu funguka, na fungua miguu hiyo, funguka. Ndio mikono hiyo. Sema Yesu, asante kwa wema wako ulio mkuu kwenye maisha yangu. Wewe ni Mungu unayetenda yaliyo makuu. Asante Bwana kwa kunifungua, asante Bwana kwa kuniponya. Yes, asante katika jina la Yesu Kristo. Mshangilie Bwana, ongeza makofi na vigelegele. Ongeza, shika sadaka yako, nenda katoe hapo sadaka ya ibada.